Yes, hello. Naitwa Benson Msechu, ni sound engineer. When you're the sound engineer, you need to have, there's something you need to have basics. And then there is something you need to specialize too. Because you cannot become master of everything. So I have to design the prototype of how the electricity will be routed kusupport vifaa vyangu. Kwa lazima kwanza nifahamu, ni calculate the total load ya sound system yangu nzima. Okay? Then unatafuta specialist kwa ajili ya umeme. Na hii inakusababisha kwamba kuongeza efficiency kuliko sound engineer kufanya kila kitu. Kwanza nimecalculate umeme wangu, mfumo wangu wa sauti ambao mfumo uliotumia hapa ni YME Systems, nikajua kwamba total load ni kiasi gani. Baada ya kufahamu total load ni kiasi gani, now nikadesign kwamba mfumo wa sauti uwe na umeme wake tofauti na umeme mwingine unatumika kwa ajili ya taa maeneo ya kanisani. Kwa nini? Nitataka kwamba sound iwe very stable. Watu wakiwa na maabudu Mungu, isitokee labda maybe generator, umeme wa TANESCO umekata, ule muda kuswitch kwenye generator kumekuwa kuna any breakout. Ili kuhakikisha kwamba constant, kwamba point zote zimekuwa na umeme kuanzia hapa kwenye upande wa indoor, upande wa mixing na upande kule ambapo wa backline kwa ajili ya wale waimbaji. Na mfumo tutumia hapa maana tumeteza mfumo ambao ni wa backup system pia. Okay? This one is a high bridge inverter. This is one of a very professional high bridge inverter. As you can see, it is very scalable. Inaweza kupokea generator ndani kwenye hizi port unazoziona. Inaweza kupokea umeme wa TANESCO grid. Okay? Inaweza kupokea pia solar pia system. Kwa hiyo inaweza kutumia njia tatu zote zikapokea kwenye mfumo huu mmoja. Okay? So this inverter can be used to charge the battery. Ina charge the battery, ambapo pia ina convert the battery, pia ikachukua ile battery DC voltage ikarudisha back to the AC, kwa sababu mfumo wangu wote tunatumia ni AC. Kwa hiyo mfumo huu unatusaidia kwamba kuweza kucharge bank zetu za battery. Capacity inverter hii inaweza kaenda mpaka masaa 2 mpaka 3. So we add battery accordingly kutokana na jinsi ambavyo mahitaji yetu yanavyozidi kuongezeka. In order to protect this one, a very high investment kwenye upande huu wakisha kwamba umeme uko sawa, tumetumia kitu moja inaitwa AVS nyuma ya hii hapa. Lengo la hii AVS ni kuhakikisha kwamba kama umeme ukiwa uko chini sana minimum to the requirement of this inverter, basi manake itaonekana kama umeme umekatika. Umeme ita switched off to the battery and battery will convert back to the AC system. So we bring the electricity from the main board kupitia njia hii hapa. Tumefikisha hapa na hapa wataalamu hapa wameweza kuweka kwamba hapa kuna kitu na surge arrestor hapa ndani, in case kuna any fluctuation, basi hii itaweza ku ground ground your excess voltage to the ground kuhakikisha kwamba hapa tunakuwa very stable. Na hizi ndio switch zetu, switch na switch maeneo tofauti. Kuna eneo ambalo la control upande wa amplifier, kuna eneo ambalo la control kule upande wa mixer, na eneo lingine upande wa backline. Kwa hii hapa ni mfumo wote ambao unahusiana na sauti ambao au ingiliani na mfumo mwingine wowote. Na zile socket zake zimekuwa labeled, nyingine zimekuwa ni nyekundu, zimeonyesha kwamba hizi ni specific for the sound system, ili kwamba isikatokee mtu anakuja labda wale wanachukua video shooting, mtu anakuja na mita yake. Of course kuna wengine bado hajabadilika, anatumia ile mataa ambayo ni watu 1000 yanaunguza kabisa. Sasa ukidraw ukitoa ziko 4 au ziko 6 hivi inakuwa kwaje? Kwa mfano ina maana itabadilisha setup yako, sababisha kwamba vikaungua na kusababisha sauti kwenye mfumo huu wa sauti. So if you want the sound to be good, you also make sure kwamba the electricity also it is good. Ni mimi mtaalamu wako Benson Msechu, ambaye nimekuja kwenye tour hii ndefu ya kuhusiana na mfumo ambao uko installed ndani ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, chaplaincy ya CCT UDSM. Na baada ya hivi vitu vyote sasa hapa lazima we need to protect our investment. And how are we going to protect our investment? Make sure that we have the control conditions of air here. Kwa hiyo kutakuwa kuna nani itakuwa installed hapa AC kwa ajili ya kuhakikisha kwamba the temperature is well controlled, and some others measures they will be taken, like kuhakikisha kabisa kwamba hapa patakuwa pana fire extinguisher automatic, kuhakikisha kabisa kwamba hapa ikitokea anything basi iweze kuhakikisha kwamba inazima. Thanks very much na Mungu akubariki. Ni mimi mtaalamu wako Benson Msechu from Beam Media Limited. Nipende kuwashukuru CCT UDSM na kwa sababu wanaelewa, wamekubali proposal, na kweli sound is very excellent. I believe mambo mengine kuendelea kuboresha hatua baada ya hatua, kwa sababu don't be too much optimistic as a sound engineer.
I have to get feedback, na niwezidi kufuatia feedback mbalimbali na kuboresha kuhakikisha kwamba inafika kwenye malengo. Lakini the only issue baada ya section kubwa ya msingi sana ni upande wa training. You can have the proper sound system, but if the human resources they are not right, they cannot control where this sound system, it will be like a garbage. So there another section ambayo kwenye mfumo huu sasa ni kupita kwanza kwa train ma sound engineer, kwa train musicians, kuhakikisha kwamba they know how to do some mic handling, they know the principles, different levels of the inputs, kuna mic level, kuna line level, how to do a gain structure, ili sasa wasije utilize this instrument. Thanks very much na Mungu akubariki sana.